Ndugu yangu na rafiki yangu unayefuatilia akaunti hii ya YouTube Madhabahu ya Faraja, ninakusalimu asubuhi hii katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu aliyetulinda na kututunza usiku tukiwa tumelala, na Mungu ametukinga na mengi, kwa sababu usiku ni kipindi ambacho ungekuwa na jicho la kuona kule nje, yako mambo mengi kwenye ulimwengu wa roho yanayotokea. Ndipo uchawi, uganga, ushirikina, mapepo mabaya yanapopita kutafuta roho dhaifu, kutafuta nyumba ambazo hazina kinga ya damu ya Yesu kuingia ili kuharibu na kuwatesa watu, wakose usingizi, waote ndoto mbaya, wanakimbizwa na wanyama, wanaruka makorongo, wanaruka hewani. Yote hayo ni mambo yanayotokea kwa mtu ambaye hana kinga. Sisi tumelindwa kwa damu ya Yesu. Nikupe hongera sana kwa kufuatilia ibada ya jana usiku. Tena hongera sana kwa kufuatilia ibada ya jana mchana. Hongera sana kufuatilia ibada ya jana asubuhi. Na leo ni asubuhi nyingine. Karibu katika ibada hii. Na Mungu akubariki kwa kile unachokifanya. Unapofungulia katika biashara yako, pale nyumbani, mzazi, unapofungua ibada. Ninajua shule zinafunga sasa, shule zingine zimeshafunga. Fungulia YouTube hii katika Smart TV yako pale nyumbani au kwenye simu. Mpe mtoto tuweze kuomba pamoja, na harufu njema ya Bwana itasambaa kwenye nyumba yako, kwa baba, kwa mama, kwa watoto wako wa kiume na wa kike, na hata ulivyo navyo. Harufu njema ya madhabahu itanukia pale nyumbani. Funika macho yako tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa siku hii uliyoifanya. Ni siku njema tena, na sisi tumejidhabihu kwako ye Bwana, kwamba hatuna nguvu peke yetu ila zitokazo kwako za kuendea masaa yaliyoko mbele yetu, kuupata mchana na hata jioni. Baba, enda mbele yetu kama ulivyoenda na wana wa Israeli ukawapatia raha, ndivyo enda nasi. Enda na huyu baba kwenye kazi zake, kwenye biashara zake, kwenye mipango yake. Mtangulie huyu mama kwenye mipango yake, kwenye kazi zake pale nyumbani. Mtangulie na mtoto huyu aliyefunga shule, aweze kuwatii wazazi, akisikia maelekezo kutoka kwa baba na mama na kaka na dada, lakini akipokea maelekezo kutoka kwenye madhabahu hii na katika neno lako. Basi ukatubariki sana Bwana, na ukubali kuanza nasi na ukatubariki kwa ibada hii. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu. Tuseme wote amen. Sema tena pamoja nami, amen. Ninasoma neno la Mungu kwako, ninaleta neno la Mungu kwenu kutoka kitabu cha nabii Yeremia, mlango wa kwanza. Nisome mstari wa 19. Kitabu cha nabii Yeremia mlango wa kwanza, nitasoma mstari wa 19, na ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Kama una imani sema amen. Neno la Mungu linasema, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi niko pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Naomba nirudie tena. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Yuko Mungu anayetupenda, anasema yuko pamoja nasi ili atuokoe. Sema pamoja nami, ili aniokoe. Sema tena, ili aniokoe. Huo ndio mpango wa Mungu kwetu, alipotuumba kwa sura na mfano wake, alipokulinda usiku kuleta siku hii njema. Mpango wake mkamilifu ni ili akuokoe, ili aniokoe. Na katika majira haya ya Kwaresma ambayo yanaiandaa Pasaka, bado juma moja tu, tunakumbuka kisa cha wokovu pale msalabani. The salvation activity, the salvation story of the cross. Kwa sababu hatukuwepo. Mwanaume huyu mmoja, mwamba huyu anaitwa Yesu Kristo, Masihi, Yeshua kwa jina la Kiyunani, akasema ndio kwa Baba nitakwenda
ili niweze kuukomboa ulimwengu, niweze kumkomboa rafiki yangu. Akakubali kuja, akaishi kama mwanadamu, akateswa hapa, akauambwa msalabani, akafa, akazikwa, lakini siku ya tatu akafufuka. Na yeye kupitia Roho Mtakatifu anasema, mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Na Yesu alipofufuka alisema, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, Mungu Baba mbinguni anasema yeye yuko pamoja nasi ili atuokoe. Naomba nisome tena mstari huu. Anasema, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi niko pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Hii ni picha ambayo inatukumbusha maisha yetu ya siku kwa siku. Maisha yetu yamejaa hassles nyingi sana, yamejaa mahangaiko mengi sana. Ukiona wababa, ukiona wamama wanakimbia kwenye biashara, sokoni, kwenye duka, wengine wako Kariakoo kule, wengine huku na kule katika mikoa yetu, wanakimbia hapa na pale kutafuta fedha ili waweze kupata ada, waweze kupata fedha ya kujenga, waweze kupata fedha ya kununua gari, waweze kupata fedha ya chakula nyumbani. Maisha yetu yamejaa activities mbalimbali, yamejaa hustles mbalimbali. Na kwa sababu hiyo basi tunagusana na watu wa namna tofauti tofauti. Wengine wakikuona wanakuona kama kitoweo, wengine wakikuona wanaona kama platform ya wao kukanyagia na kwenda hatua nyingine zaidi. Wengine wakikuona una furaha wanataka kujua asili ya furaha yako ni nini, ili waende wakafanye kitu uweze kulia. Hayo ndio maisha. Wengine wanataka kukushika mkono ili ile baraka, ile nuru iliyoko kwako iondoke. Hawataweza, hawatakuweza kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema, nao watapigana nawe, nao watashindana nawe, na ili wakushinde. Lakini neno la Mungu linasema hawataweza, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe ili akuokoe. Mpango wa Mungu ni kukuokoa kila siku inayokuja kwa Mungu. Every and each new day, God has set a program to save you from disasters. Lihimidiwe jina la Bwana, kwa sababu Mungu mwaminifu anatufuatilia ili atuokoe, ili atuondoe kwenye mikono ya watesi, ili atuondoe kwenye wale ambao kila mara wanatuwazia mambo yaliyo mabaya. Wakikuona una afya njema wanakasirika, wakiona umevaa vizuri wanakasirika, wakiona unaendesha gari nzuri wanakasirika, wakiona umejenga nyumba nzuri wanakasirika, wakiona watoto wako wanaenda shule nzuri wanakasirika, wakiona kwamba mume wako au mke wako mmepatana vizuri kwenye ndoa, mnakaa vizuri wanakasirika. Neno la Mungu linasema, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Haleluya, hawatakushinda. Sema pamoja nami, hawatanishinda. Ni kweli, hawatakushinda, kwa sababu unaye Mungu mwenye nguvu anayeweza kukusaidia. Watakuwazia mabaya, Mungu anakuwazia mema. Watapanga kukuangusha, yuko Mungu atakaye kuinua. Wanakuwazia kwamba ungekufa leo, lakini mimi nakutangazia kupitia madhabahu ya faraja, hautakufa bali utaishi, ili upate kuzisimulia, ili upate kuyasimulia matendo makuu ya Bwana. Siku hii ya leo ni njema. Mungu akakubariki tena wewe na familia yako. Mungu akakubariki na kazi unazozifanya. Mungu abariki biashara zako. Mungu abariki mikakati ulio nayo mema katika kuendea uchumi wako na katika kuinua familia yako. Ninachojua ni hiki: Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kila mzigo mzito huu tuupeleke kwa Bwana, na yeye anaweza, ili sisi tuweze kuwa huru. Na kabla sijamaliza, nisome neno kwako katika Isaya 45 mstari wa pili. Isaya 45 mstari wa pili. Isaya 45, Isaya 45, ninaomba nikusomee Isaya mlango wa 45 mstari wa pili. Anasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza,
nitavunja vipande vipande malango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Ujumbe huu katika Isaya 45 nitauleta tena siku nyingine, Mungu akitupa kibali kupitia Roho Mtakatifu, lakini naomba nikaze huu mstari wa pili. Anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Tunao wanadamu ambao kazi yao ni kucreate, ni kutengeneza mazingira yaliyoparuza, ili utakapopita huko ukijigusa na hayo mazingira uparuzike, utoke damu, ujeruhike. Mungu anakuambia atakwenda mbele yako na kupasawazisha. Sema na kusawazisha. Atawasawazisha chochote kilichoko mbele yako ili uweze kupita mahali palaini. Haleluya. Basi Mungu aliye mwema, Mungu aliye mwaminifu anasema watapigana nawe lakini hawatakushinda. Lakini yeye ataenda mbele yako na kusawazisha mahali palipoparuza ili wewe unaendelea kumtegemea ukae salama. Limi ndio jina la Bwana, na hii ni ibada ya asubuhi inayoletwa kwako kupitia madhabahu ya Faraja katika akaunti ya YouTube. Tafadhali usubscribe, tafadhali ushare na marafiki zako, na Mungu akakubariki sana kwenye nyumba zetu. Acha iwe hapo harufu njema ya ibada, na nawafunika wote kwa damu ya Yesu. Mungu awatendee mema, na kitu kibaya kisifike kwenye nyumba yako, kisiguse mume wako, mke wako, kisiguse watoto wako. Mkae salama ninyi kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tafadhali ufunike macho yako nikuombee asubuhi hii. Baba mwema, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ninakuja mbele zako Bwana, ninasogea mbele zako mwaminifu asubuhi hii nikimleta rafiki yangu huyu kwenye madhabahu yako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayetupenda upeo, hata ukamleta Yesu Kristo ili kuja kutafuta sisi tuliokuwa tumepotea na kutawanyika mbele za uso wako kama kondoo wasio na mchungaji. Lakini Bwana, asante kwa neema yako. Asante kwa siku hii, na tumejikabidhi kwako Bwana. Siku hii kawe njema. Ninamleta rafiki yangu kwenye mikono yako yenye nguvu, ninamleta na familia yake kwenye mikono yako yenye nguvu. Ninawasogeza wote wanaopita mahali pagumu, walioko kwenye vita, tukikumbuka marafiki zetu wa Israel na kule Iran. Wako watu wanaokufa hawana hatia. Mungu, tunakusihi kwamba ile vita ikafikie mwisho kwa jina la Yesu. Simba wa Yuda ukangurume kule na kumaliza kwa jina la Yesu. Lakini vita yote inayopigana mahali ukailete mwisho kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata tukikumbuka ndugu zetu wa Uturuki, Baba, ukakamilishe ile vita na watu wako waendelee kukaa kwa amani. Siku hii ya leo tunajidhabihu kwako kwamba Mungu, hatuna Mungu mwingine hata kwa kutaja tu. Tunaye wewe, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu wa madhabahu yetu, Mungu unayetuwazia mema, kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho. Tunajikabidhi kwako kwamba siku hii ikawe njema ya baraka nyingi. Ni pamoja na marafiki zetu, ndugu zetu ambao ni wagonjwa. Ninatamka damu ya Yesu na uponyaji ukaguse miili yao kuanzia kwenye utosi mpaka uwayo kwa jina la Yesu. Himiza uponyaji wa haraka, kwa sababu neno linasema unalituma neno na lile neno hutuponya na kutuondoa kwenye maangamizo yetu. Roho ya maangamizo, sikia sauti ya Bwana. Toka kwenye familia, toka mwache huyu baba, toka mwache huyu mama, toka achia chombo chake, gari lake, toka achia kwa watoto wake, wale watoto wanaolewa na kuvuta bangi na sigara, toka kwenye maangamizo ya kwao kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho chafu, mapepo, majini, uganga, uchawi, ushirikina, achia watoto wa Mungu. Tumejifunika kwa damu ya Yesu. Asante kwa sababu sisi ni wale ambao tunasaidiwa nawe, na hatua moja hatutapiga bila msaada wako. Ukatubariki tena na kututendea mema siku hii Bwana, tukakae chini ya mkono wako wenye nguvu, na ukaweke na maboma yenye nguvu ya kutuokoa. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kila tutakachokishika kwa mikono yetu kikabarikiwe nawe, tukauone wema wako katika nchi hii uliotupa. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu. Kama umebarikiwa na Bwana sema amen. Sema tena kwa sauti kubwa amen, mpaka Yesu akusikie. Inamisha kichwa chako, pokea baraka, na Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili.
na Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Ninaitamka baraka hii kwako katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waliobarikiwa na Bwana waseme amen.